Mithili ya kipande cha karatasi nyeupe unavyoweza kuandika chochote utakacho. Ndivyo ilivyo dunia na vyote vilivyomo. Kila aina ya michoro ya watu inapatikana, wenye haiba na kariba za kila sampuli, wenye roho za utu, hukeru na uonevu kwa binadamu wenzao unaosababishwa na wanadamu wenye roho ngumu, wenye ulaini mioyo yao iliyopondeka kwa huruma na utu. Leo ni siku ya kimya. Wanatafakari waliopigwa mpaka sauti zao zikageuka na kuimba mapambio ya maumivu. Ukimya wa waliolilia haki kwa machozi badala ya maneno. Leo dunia inatafakari midomo iliyonyamazishwa kwa vitisho na roho zilizochanwa kwa mashaka ya hofu. Juni 26, siku ambayo historia huandikwa kwa kalamu ya huruma na wino wa kumbukumbu. Ni siku ya kimataifa ya kusaidia waathirika wa mateso. Siku ambayo dunia husema hapana kwa ukatili dhidi ya utu wa mwanadamu. Mateso yanayozungumzwa leo si yale ya moyo uliovunjwa kwa mapenzi, si huzuni za kila leo au maumivu ya njaa. Hapa tunazungumzia mateso ya kimwili na kiakili yanayotokana na mamlaka. Ni mtu kukamatwa na kufungwa bila hatia, kuchomwa moto, kunyimwa maji, kufungwa katika giza lisilo na mwisho, kuhojiwa kwa silaha badala ya sauti, na kufanywa vitendo vya ubakaji gerezani kwa kuwa mpinzani wa kisiasa. Ni kushikiliwa bila mawasiliano na ndugu yeyote wa karibu. Ni mateso ya mfumo dhidi ya watu wa kawaida. Ndipo mwaka 1984 Umoja wa Mataifa ulisimama. Ulisikia vilio vya wanaume walioteswa, vilio vya wanawake waliodhalilishwa, vilio vya watoto waliotendewa kama wakubwa katika mikono ya mateso. Ulianzishwa mkataba dhidi ya mateso mwaka 1984 tarehe 26 ya mwezi Juni. Mkataba huo ukaanza kutumika rasmi, ukawekwa kama ngao ya kuwalinda walioteseka. Ukakataza kila aina ya mateso, ukahaidi tiba, faraja na haki kwa kila aliyeumizwa na ukatili wa mamlaka. Ni katika mwanga huu tunawakumbuka walioguswa na mateso lakini wakaokolewa kwa nguvu ya sauti ya dunia. Amina Lawal kutoka Nigeria alikumbwa na hukumu ya kifungo kwa kupigwa mawe baada ya kudai kupata ujauzito nje ya ndoa yake. Alikosa wakili, alikosa sauti, lakini mashirika ya haki za binadamu yalisimama. Dunia ilipaza sauti na Amina akaokolewa. Moses Agatugba naye kutoka Nigeria aliteswa kwa miaka 10 jela kwa kosa la wizi wa simu. Alikiri kwa maumivu, si kwa haki, lakini kampeni ya kimataifa ilimtoa, na leo Moses ni mtu wa uhuru, ni mtu anayeheshimika na mtu anayekemea vitendo vya uovu. Tukija nchini Rwanda, yupo Victoria Ingabire. Alifungwa kwa sababu ya kuzungumza. Aliuliza maswali ambayo yanahitaji majibu, akafungwa, lakini leo anaishi akiwa huru, si kwa mwili tu bali hata kwa sauti yake na nafsi yake vile. Ikumbukwe kwamba mateso hayawezi kuhalalishwa kamwe. Sio vita, si sheria wala hofu kwa mwanadamu. Hakuna sababu ya kumpiga binadamu ili upate ukweli. Hakuna sababu ya kumtesa mtu ili aache kuwa tofauti. Ewe mwana simulizi na sauti, somo la leo ni moja tu: mateso hayawezi kuzaa haki kamwe. Mateso ni uovu unaojificha katika kivuli cha sheria. Dunia ya haki ni dunia isiyovumilia mateso, dunia ambayo kila sauti ina nafasi ya kusikika bila kusitishwa, dunia ambayo utawala wa sheria si kinga ya ukatili bali mwanga wa matumaini. Ikumbuke kwamba binadamu sio ukuta wa majaribio ya uchungu. Binadamu sio ngao ya madaraka. Leo dunia inapaza sauti, sauti ya kuwakumbuka walioteswa, sauti ya kuahidi kwamba hawatasahaulika kamwe, sauti ya kusema kwa upole lakini kwa uthabiti kwamba kamwe mateso hayakubaliki. Mimi ni Frankie Kashonde. Una maoni gani kuhusiana na siku hii ya leo? Nitafurahi kuona maoni yako, lakini pia comment, like, subscribe na usisahau kupakua app ya SnS Premium kwa mambo mazuri yanayokujia kila iitwapo leo.